Ngoja niwaambie kitu. Ni kweli kuna wakati upendo wa mwanaume kwa mwanamke huwa unafika mwisho. Lakini hii mara nyingi huwa haitokei bila sababu kwa upande wa mwanaume. Mwanaume huwa ana sababu ambazo zitamfanya aache kumpenda mwanamke. Sababu ya kwanza ni kuto kuheshimika. Kama mwanaume yuko na mwanamke kwenye mahusiano, lakini akaona hapewi heshima anayostahili yeye kama mwanaume, iko siku ataacha kumpenda huyo mwanamke. Haijalishi huyo mwanamke ni mzuri kwa kiwango gani, ana shepu, ana rangi nzuri, lakini kama tu mwanaume atahisi hapewi heshima anayostahili yeye kama mwanaume, ataacha kumpenda huyo mwanamke. Kwa sababu mwanaume ili ampende mwanamke anahitaji kuheshimika na mwanamke. Kwa mwanaume yeye anathamini sana kuheshimika kuliko kupendwa na mwanamke. Mwanaume hana shida na upendo wako wewe mwanamke. Yeye anahitaji kupewa heshima na wewe mwanamke ili yeye akupende. Kwa hiyo mwanaume akiona hapewi heshima anayostahili kama mwanaume, taratibu ataanza kupunguza upendo na mwisho wa siku ataacha kukupenda kabisa, kwa sababu yeye havutiwi na mwanamke asiyempa heshima yeye kama mwanaume. Jambo la pili, mwanaume akiona hapati amani. Kama mwanaume yuko kwenye mahusiano na mwanamke lakini akaona hapati amani, mahusiano yanamchanganya. Mwanaume anapitia heka nyingi sana kwenye utafutaji huko. Anavyopambania maisha, anahangaikia familia kwa shida. Anaporudi nyumbani, anatarajia apate utulivu wa mwili, wa akili na hisia. Lakini kama wewe ni mwanamke ambaye humpi nafasi mwanaume ya kurelaksi, wewe ni mtu ambaye unachochea moto, wewe ni mtu ambaye humpi amani, unakuwa ndio sababu ya yeye kukosa amani, mwanaume ipo siku ataacha kukupenda. Kwa sababu mwanaume ni tegemezi kihisia. Sijui kama unanielewa. Mwanaume pamoja na kwamba ni mtu anayeonekana ni imara, ni mtu mwenye misimamo, lakini kihisia mwanaume ni tegemezi. Anahitaji mwanamke ambaye atamsaidia kihisia, hasa anapokuwa anapitia matatizo, anapokuwa anapitia majanga, anapokuwa hayuko sawa tu kiakili, amechoka na uchovu. Anahitaji kupata mwanamke ambaye atampa amani. Anahitaji kupata mwanamke ambaye ataambatana naye kwenye nyakati zote anazozipitia. Unaweza ukakuta mwanaume anatoka kazini amechoka, anarudi nyumbani, wewe unaamsha kesi, unaanzisha kesi, hujui aliyoyapitia huko kazini. Pengine ana changamoto, pengine ameingia hasara, pengine biashara zake leo hazijaenda sawa. Kwa hiyo mwanaume anajifeel hayuko na mwanamke sahihi kwa sababu haumpi amani. Ipo siku mwanaume huyo ataondoa upendo wake juu yako, kwa sababu hataona thamani ya kuwa na mwanamke. Kwa sababu yeye anakuwa na mwanamke kwa sababu anataka huyo mtu awe msaidizi wake. Wewe ni msaidizi wake ambaye inatakiwa umsaidie kwenye nyakati zote, na wewe uwe ni sehemu ya yeye kupata amani, sio arudi nyumbani iwe ni sehemu ya yeye kukosa amani. Kwa hiyo mwanaume ataacha kukupenda na mwisho wa siku ataamua kuachana na wewe kabisa. Jambo la tatu ni kuvunjika kwa uaminifu ndani ya mahusiano. Yaani mwanaume akiona yuko kwenye mahusiano na mwanamke ambaye bado ana access na wanaume wengine, yaani bado anawapa chance wanaume wengine kwenye maisha yake, mwanaume huyo iko siku ataacha kumpenda huyo mwanamke. Haijalishi huyo mwanamke ni mzuri kwa kiwango gani, lakini akishaona tu huyu mwanamke sio mwaminifu, huyu mwanamke sio wa kwangu peke yangu, ana watu wengine, ana wanaume wengine, iko siku mwanaume atakukinai. Taratibu ataacha kukupenda. Hata kama atajitahidi kujifanya na kusamehe wewe huo usaliti, lakini upendo wake kwako hautakuwa kama zamani. Utaanza kupungua na mwisho wa siku utaisha kabisa. Kwa hiyo mwanaume huwa haachi kumpenda mwanamke bila sababu. Kuna sababu ambazo huwa zinachangia yeye kuacha kumpenda mwanamke. Na jambo la 4 ni kuto kuthaminiwa. Yaani unakuta yeye mwanaume yuko kwenye mahusiano na mwanamke, anamfanyia kila kitu, anahudumia familia, anapambania familia kwa kila namna, lakini mwanamke akawa ni kama mtu ambaye haoni thamani ya kile ambacho mwanaume anakifanya. Iko siku mwanaume huyo atamwacha huyo mwanamke, kwa sababu mwanaume anapofanya baadhi ya mambo kwenye maisha ya mwanamke anatarajia kuthaminiwa na huyo mwanamke kwa kile anachokifanya. Lakini ikifika wakati mwanaume akaona niko na mwanamke ambaye hana shukrani, yeye ni mtu ambaye hathamini chochote ninachokifanya, hata nikimfanyia hiki nimfanyie kile, yeye ni mtu ambaye hana shukrani, mwanaume ataacha kukupenda kwa sababu ataona anachokifanya kwako hakithaminiwi. Kwa hiyo anaweza katafuta mwanamke mwingine ambaye atathamini kile ambacho yeye anakifanya. Mwanaume ana mambo mawili kwenye maisha yake.
upendo na matamanio. Lakini mwanaume huwa hahamishi upendo kwa mwanamke bila sababu. Mwanaume ni mpaka awe na sababu ndio ataacha kumpenda mwanamke, kwa sababu mwanaume ni mtu ambaye huwa hahamishi upendo wake kiholela kupeleka kwa mtu mwingine. Mwanaume akibaki kwenye upendo anakuwa kwenye upendo, na akiwa kwenye matamanio anakuwa kwenye matamanio. Hivyo vitu vyote anajua kuviwekea mipaka. Mwanaume hataona sababu ya yeye kumpenda mwanamke mwingine ikiwa anaheshimika na wewe. Mwanaume hataona sababu ya kumpenda mwanamke ikiwa wewe unampa amani. Mwanaume hataona sababu ya kumpenda mwanamke mwingine ikiwa wewe ni mwaminifu, hauruhusu wanaume wengine kukuzoea au kukutumia wewe. Yaani yeye anaona ndio mwanaume pekee kwenye maisha yako. Hataona sababu. Sijui kama unanielewa. Kwa hiyo mimi asilimia kubwa huwa nasema mwanaume kuhamisha upendo wake kwako kunakuwa na sababu. Pengine hizo sababu wewe ulikuwa unazichukulia ni sababu ndogo ndogo, lakini hizo huchangia mwanaume kuondoa upendo juu yako. Lakini sikatai kwamba wako wanaume ambao wao huwa wanahamisha upendo, lakini ukiona mwanaume anahamisha upendo bila sababu, huyo ni mwanaume ambaye hajakomaa kiakili, bado akili zake hazijakomaa. Lakini mwanaume aliyekomaa kiakili, yeye huwa anajua kwamba anataka nini kwa mwanamke, na akikipata anachokitaka huwa hana shida